Mheshimiwa Sheila Lukuba. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii nami niweze kuchangia kwenye wizara hii ya maji. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia kuweza kusimama kwenye bunge lako tukufu. Lakini pia kwa mkoa wa Morogoro jinsi anavyopambana kuhakikisha anamtua mama ndoo kichwani. Lakini nipende kumshukuru na kumpongeza Waziri Aweso pamoja na management yake yote kwa hotuba yake nzuri iliyoshiba yenye matumaini kwa wananchi wa Tanzania. Mimi natoka mkoa wa Morogoro, tuna majembe kule mkoa wa Morogoro. Ndugu yangu Kejo wa maji, ukipiga simu moja tu wanapokea. Nadhani kuna mafunzo ambayo umewapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo nitakwenda na mstari unasema Mathayo 10 mstari wa 42. Yesu anasema, na yeyote atakayemnywesha mmoja wadogo wa kikombe cha maji baridi kwa jina la mwanafunzi, amini nawaambia hatopoteza thawabu yake. Kwa tendo la Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan kuanzisha gridi ya taifa, sisi wanawake wa mkoa wa Morogoro tunampongeza. Watu wote sasa wanakwenda kuoga, tunakwenda kumwagilizia, lakini wote tunakwenda nchi nzima kunufaika na maji safi na salama. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais, mkoa wa Morogoro ameweza kutupa mpaka Disemba 25 ameweza kutupa kiasi cha shilingi bilioni 456, ambapo miradi ya shilingi bilioni 58 imeshakamilika na miradi ya kiasi cha shilingi bilioni 397 wakandarasi bado wanadai. Niwaombe Wizara ya Fedha kupitia Wizara ya Maji waweze kutoa fedha hizo ili miradi iweze kukamilika. Lakini pia tumpongeze Mheshimiwa Rais, mkoa wa Morogoro wakati anaingia tulikuwa na 53% tu ya upatikanaji wa maji safi na salama. Lakini mpaka Disemba 25 mkoa wa Morogoro upatikanaji wa maji kwa sasa ni 72%. Asante sana mama, tunakupongeza. Lakini pamoja na hayo, maji hayo kumekuwa na uchafuzi wa maji katika vyanzo mbalimbali. Niwaombe Wizara ya Maji kwa kushirikiana na TAMISEMI waweze kuvilinda vyanzo hivyo hata kwa kutumia mgambo wa halmashauri ili watu waweze kupata maji safi na salama. Lakini pia niombe kutoa ushauri kwa Mheshimiwa Waziri, TAMISEMI na Ofisi ya Rais na Mazingira kwamba mkoa wa Morogoro urudishiwe misitu ya zamani ya milima ya Uruguru, Uduzungwa, Lumuma, Kipate, Lubeho, Tuliani, Lumbiji na milima mingine. Milima hiyo ni vyanzo vikuu vya maji kwenye mkoa wa Morogoro. Mabwawa yote haya tunayoyajenga yanategemea maji kutoka kwenye vyanzo hivyo. Hivyo ni waombe turudishe ule uoto wa zamani wa milima hii. Lakini pamoja na kwamba sisi mkoa wa Morogoro tuna mabwawa, tuna bwawa la Mwalimu Nyerere, tuna bwawa la Kidunda, lakini tuna upungufu wa maji kwenye vijiji 65. Vijiji hivi havina maji kabisa. Mimi ni mbunge wa mkoa, ningeweza kutaja kijiji kimoja kimoja, lakini nitataja kwa ujumla. Mkoa wilaya ya Mvomero vijiji 19, Morogoro vijijini vijiji 27, Kilosa vijiji 14 na Gairo vijiji 5. Nitamuomba waziri atakapokuwa anakuja kumalizia, serikali haioni kuna umuhimu sasa wa kuweka mkakati wa muda mfupi ili vijiji hivi viweze kupata maji safi na salama? Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nimuombe Waziri Aweso, ndugu yangu, una watendaji wazuri sana kwenye mkoa wa Morogoro, lakini Ruwasa, Kilosa,
Ulanga, Malinyi hawana magari. Nikuombe ndugu yangu, uwapatie magari ili wakishindwa kufanya kazi uweze kuwawajibisha ipasavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hayo machache mimi naomba niunge mkono hoja. Asante. Asante sana. Nilimuita Mheshimiwa Edbil Kazara Kinyoma aweze kuchangia. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii ili na mimi niweze kuchangia. Kwanza mimi naomba nipongeze wizara kwa kazi kubwa ya kizalendo, kazi ya kiwito kabisa ya kuwatumikia Watanzania. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais, lakini pia nimpongeze kwa kazi kubwa anayoendelea kuifanya, kazi ya utu ya kuhakikisha anamtua ndoo kichwani mama zetu na dada zetu wanaohangaika usiku na mchana kuhakikisha wanatunza familia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawashukuru wizara, nimeona kwenye bajeti yao pale mimi wamenitengea bilioni 1.5 kuhakikisha kijiji cha Chekenya, Kablanzwiri, Muzie, Nyakitonto, Malalo, Kazage, Makere, Nyangwa, Kalimngoma, Lusesa wanapata maji na salama, bila kusahau Titie na kisima kinachokwenda kuchimbwa kijiji cha Mvugwe. Kwa kweli nawashukuru sana wizara kwa moyo huu mzuri. Lakini niwaombe fedha hizi wasichelewe, watuletee kwa haraka. Wananchi wanayo hamu kubwa ya kupata huduma hii ya maji. Wakati namaliza, naomba nishauri kitu kimoja tu kwenye wizara, pamoja kazi kubwa wanayoifanya, bado kuna shida kubwa kwenye upotevu wa maji. Kama Mheshimiwa Waziri alivyozungumza mwenyewe wakati anawasilisha, tuna upotevu wa maji zaidi ya 30% kwenye taifa letu. Na tunapozungumza zaidi ya 30%, ripoti ya mwisho inaonyesha zaidi ya 35% tunapoteza maji kwenye taifa letu. Maana yake hii 35%, yani maana yake kwenye, kama tuna 100%, kwamba 35% tunapoteza, maana yake maji hayawafikii wananchi. Tunaweza tukasema kwamba labda tumetoa milioni kadhaa za lita za maji zinawafikia wananchi, lakini ukienda manake field haya maji hayapo. Kwa hiyo iko haja ya serikali na wizara kuongeza mbinu mbadala za kuhakikisha wanadhibiti maji. Na mimi ni shauri, ikiwezekana watumie teknolojia ya kisasa ikiwemo zile sensors za kujua wapi kuna leakage za maji. Ukienda mijini utakuta maji yanatiririka ovyo, na vijijini mpaka unaona huruma. Lakini kitu kingine ni washauri waongeze uwajibikaji, hasa wale watumishi wa chini. Maana kuna eneo unaweza ukapita unakuta leakage ni dogo tu, lakini maji yanatiririka zaidi ya wiki 2 yako yanatiririka, watumishi wako pale. Mimi ni shauri watu wa RUWASA kwa kwetu kule vijijini wajitahidi. Unakuta changamoto ni ndogo tu, hata ukifunga mpira tu lile eneo linakuwa limezibika. Kwa hiyo mimi ni shauri kwenye upotevu wa maji wajitahidi, watumie sensors, lakini pia watumishi wawe active kupambana na hizi changamoto ndogo ndogo zinazowezekana kutibika kwa haraka. Kwa mujibu wa utafiti, tunapoteza zaidi ya bilioni 185 kwenye upotevu wa maji. Kwa hiyo unaweza ukaona ni fedha nyingi na ni mapato mengi yanapotea
ambazo ni fedha za Watanzania ambazo zingeweza kusaidia kuchimba visima vya kutosha, vingeweza kusaidia kuwapelekea maji kwenye vijiji vingine ambavyo tunasema. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga mkono hoja. Nashukuru sana, asante. Asante sana. Mchangiaji wetu wa mwisho atakuwa Mheshimiwa Masache Kasaka. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kupata nafasi kuweza kuchangia kwenye wizara muhimu sana, wizara ambayo haina mbadala. Jambo la kwanza, nianze kupongeza Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako yote ya wizara kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kufanya. Tunafahamu kilio cha Watanzania wote ni maji, na nyinyi mmejizatiti kuhakikisha kwamba hakika mlali, kuhakikisha kwamba mnafikisha maji kwa kila Mtanzania. Hongereni sana. Lakini endelee kumpongeza Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa champion, kuhakikisha kwamba anaendelea kuwatua kina mama ndoo kichwani. Ili kwetu sisi tunampongeza yeye na tutaendelea kumwombea ili azma yake ile iweze kwenda kutimia. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia niweze kuipongeza RUWASA kuanzia DG wake, lakini na viongozi wake kwa mkoa mpaka wilayani kote. Wanafanya kazi kubwa nzuri, na tumeona miradi mingi ambayo tumeenda kuitembelea, na hata kule kwangu wilayani kwangu Chunya, fedha nyingi ambazo zimekwenda kwenye upande wa RUWASA kule vijijini zimeweza kwenda kufanya kazi, matokeo yanaonekana, na injinia wangu DM wangu Injinia Oleneo Sanga kwa kweli anafanya kazi kubwa sana. Tusipowasifu akiwa hai, hatuwezi tukawasifu akiwa hawapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kazi kubwa ambayo inaendelea kuifanya, tumeona hapa karibu wabunge wote ambao wamesimama hapa, jambo kubwa naipongeza serikali kupeleka miradi kwenye maeneo yao, lakini jambo kubwa ambalo wameenda kuwa kilio chao ni kutokamilika miradi hii kwa wakati na fedha kwenda kwa kusuasua. Fedha zinapokwenda kwa kusuasua, maana yake miradi hii, yale malengo ambayo yamewekwa kwenda kuwafikia, kwenda kumtua mama ndoo kichwani, haiwezi kufikiwa kwa wakati. Ushauri wangu ni nini? Ushauri wangu, kama serikali, kama nchi, twende na mkakati wa pamoja kwenda kutafuta fedha ili miradi hii yote kichechefu, miradi hii yote twende tukaitatue. Na tumeona mfano kupitia hati fungani kwenye mkoa wa Tanga imeweza kufanya vizuri. Hii tuchukue kama sample kwenye nchi nzima, twende na modo hiyo, twende tukauze hati fungani hizi tupate fedha ili miradi kwenye kila jimbo, kila mahali iweze kukamilika. Ndio tutakuwa tumeenda kuwasaidia wananchi wetu, na baadaye lazima wajue wananchi wetu kwamba maji ni huduma, lakini maji ni biashara. Tunapofungua bombani, maji yanapotoka wao watalipa. Kwa hiyo maana yake tukienda kwenye hati fungani tutapata fedha, ile fedha ambayo ataendelea kutumia ndio ambayo itaendelea kurudi na kurudisha ile fedha ambayo imekuwa imetumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo, lakini wananchi wangu wa Chunya wamenituma maji. Pale Chunya mjini wamenituma maji. Na mimi leo ninapozungumza haya, na mwenyekiti wangu wa bodi yuko hapa juu kwenye jukwaa la spika, pamoja na wapiga kura wangu wengine wakina mama, wameniambia usipozungumza habari ya maji Chunya mjini hatutakuelewa. Chunya mjini tupo kwenye mradi wa maji ya miji 28. Miji 28 kwa kweli kwa Chunya bado haijaanza hata kidogo. Na tunafahamu juhudi ambazo serikali, Mheshimiwa Waziri amekuwa ameniambia, ambazo zinaendelea kufanyika, lakini pamoja na yote hayo tuone namna nzuri na bora kuhakikisha kwamba mradi huu unaanza na wananchi hawa wanaenda kupata maji. Lakini kubwa zaidi, wakati juhudi hizo zinaendelea, twende tukatatue changamoto hii, kwenda kuchimba visima japo kwa vichache kwa muda mfupi, ili changamoto ya maji pale Chunya mjini iweze kupungua, iweze kuisha, ili wananchi wangu wa Chunya na wao waweze kuona Wizara ya Maji na yenyewe inasikia kilio chao na inaenda kwenda kuwatatulia hili. Bila kufanya hivyo, DM wangu wa pale Chunya, Injinia Chamsa, ataendelea kulalamika na wananchi wataendelea kumlalamikia. Anafanya kazi, lakini watu wa Chunya mjini wanataka maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja kwamba pale Chunya mjini kwa changamoto ya maji, bado kuna miradi michache chechefu ya kule upande wa RUWASA. Kuna mradi mkubwa wa Matwiga phase 2. Mradi huu ulidesainiwa kwa vijiji 8, lakini sasa hivi unatoa maji kwa vijiji 2. Kwa hiyo ile pressure ambayo imetoka kwenye
chanzo kwenda kwenye tanki mpaka kwenye usambazaji huu imekuwa kubwa, kwa sababu design yake ilikuwa ni vijiji 8 na sasa hivi inakwenda vijiji 2. Hivyo inapelekea changamoto ya mabomba kupasuka mara kwa mara, lakini pia mitambo ambayo imefungwa pale na kile ambacho kinaenda kuzalishwa. Hivyo wananchi hawa wanalipa kidogo kuliko umeme ambao unatumika pale. Matokeo yake mradi uendeshaji wake ni mkubwa kuliko kile ambacho kinakusanywa. Niombe twende tukaumalizie mradi huu ili uweze kwenda kutekeleza na vijiji vingine, kwa maana kijiji cha Mazimbo kiweze kwenda kukamilika, na fedha zimeombwa, zikipatikana zaidi ya milioni 300 at least kupatikana pale itaweza kutusaidia. Vijiji vingine vya Mtanira na maeneo ya jirani kwenye ule mradi vikiweza kukamilika, ndivyo ambavyo tutaweza kwenda kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kupata nafasi, nami naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa wabunge, tumemaliza idadi ya wachangiaji waliokuwepo katika listi yetu ya sasa muda huu, na matangazo machache. La kwanza, wageni waliopo mchana huu ndani ya ukumbi wa Bunge. Hawa ni wageni wa Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, mbunge, waziri wa maji, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Pangani. Tunaye mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Pangani. Tunao wataalamu kutoka Wizara ya Maji na taasisi zake, wataalamu mbalimbali. Tunao wadau wa sekta ya maji, wakandarasi, washauri na wadau wa maendeleo. Karibuni sana. Tuna viongozi wa vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii. Karibuni sana. Lakini kwa ujumla wake, Mheshimiwa Waziri alikuwa na makundi mbalimbali ya watu, wakiwepo madiwani 10, watendaji wa kata 10, kampeni manager 2, makatibu wake wa mbunge 2, na vile vile ana ndugu na marafiki mbalimbali ambao wamo ndani ya ukumbi huu. Karibuni sana. Tunao wageni wa Mheshimiwa Mhandisi Pundo Andrew Mathew, mbunge, naibu waziri wa maji. Hawa ni ndugu Mkeyenge. Mkeyenge ni mwenyekiti wa halmashauri ya Bariadi, ya mji wa Bariadi. Karibu sana. Kwa pale tunaye ndugu Judith Ringia, yeye ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bariadi. Lakini tuna madiwani wa halmashauri ya mji wa Bariadi, watendaji wa kata wa mji wa Bariadi, makatibu wa mbunge jimbo la Bariadi na makampeni manager. Wote kwa ujumla wenu mngeweza kusimama. Karibuni sana ndani ya ukumbi wetu wa Bunge. Lakini tuna mgeni aliyetembelea kwa ajili ya mafunzo, ndugu God Living Monyo kutoka Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT. Karibu sana. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea na uchangiaji jioni. Tutakaporudi tutakuwa na wafuatao. Wataanza Mheshimiwa Yohana Msita, Mheshimiwa Neema Majule, Mheshimiwa Lubuja Silveri, Mheshimiwa Neema Mwandabila na Mheshimiwa Abubakari Asenga. Baada ya matangazo hayo, nasitisha kikao cha Bunge mpaka saa 11 asubuhi jioni.